Naam, waligani wetu wa Feti Media, ni wakati mzuri kabisa tunakutana tena hapa Feti Media kwa ajili ya kuendelea kuhabarishana, kupashana, kupeana habari moto moto kutoka sehemu mbalimbali ulimwenguni. Cha msingi ni wewe kuwa karibu na sisi sambamba kabisa, lakini kabla ya yote nikumbushe kusubscribe, kutane on notification ili kujihakikishia unakuwa mtu wa kwanza kabisa kuzipata habari zetu pale tunapokuwa tunaachia hapa kwetu Feti Media. Mambo ni mengi sana kwa siku ya leo, ni kusihi ukae na sisi mpaka pale mwisho kupata kujua A to Z ni kipi ambacho tumekusogezea kwa siku hii ya leo. Ndugu zangu, ni michezo, habari, mikasa, entertainment news, yote kwa ujumla wake utakwenda kuvipata hapa Feti Media. Kwa hiyo usibanduke, kana sisi moja kwa moja tuendelee kupeana hizo habari moto moto hapa nyumbani Feti Media. Mzee wangu ambaye unasitaga sana kwenye upande wa comment, nikwambie comment ndio uwanja wako wa kujiachia ndugu yangu. Kwa lolote, una mtazamo gani, ushauri gani zidi ya kile kitu ambacho tunakuwa tunakiachia hapa Feti Media, basi nenda kwenye upande wa comment pale, kaandike, kashauri, katoe mawazo yako kuhusiana na hiyo issue ambayo inakwenda endelea hapo. Kwa mfano siku ya leo tunakuletea issue ya Harmonize pamoja na Kajala, basi moja kwa moja pale mwisho chini unakwenda kuandika mtazamo wako ni upi kuhusiana na issue nzima ambayo imejitokeza kati yao wawili kwa mara nyingine tena. Kama nilivyokuambia, ni issue ya Harmonize pamoja na Kajala. Wawili hao wamekuja na mapya mjini au wamekuja upya mjini baada ya kimya kirefu cha miezi kadhaa kupita hapo nyuma. Nikukumbushe, mwanzo kabisa walikuwa wameonekana katika pati ya mtoto wa Paula ambaye ni mjukuu wa Kajala, pamoja na watu wakaanza kuconnect dot kwamba pengine wamerudiana, pengine kutokana na action ambazo kwa wamezifanya katika sherehe wajua moja kwa moja ni wapenzi. Lakini mwisho wa siku watu wa karibu wakaja kuzungumza kwamba wawili hawa hawajarudiana, walitaka kufanya kitu ambacho kitafanya kuhype sherehe ya mjukuu wao huyo Amala. Lakini this time around amekuja kwa wazi kabisa bila kunong'ona, bila kujificha, bila shida yoyote, baada ya wao wawili kucheza na mitandao yao ya kijamii na kuzungumza kipi hasa ambacho kimefanya wao wapate kurudiana, huku mzee baba Harmonize akizungumzia ni heshima na upendo ndio kilichomfanya warudiane tena. Lakini bibi Kajala ameona ni mtu ambaye anamfaa zaidi baada ya kumsaidia huko nyuma kabla hata sisi hatujapata kufahamu na date. Unaona vitu vingine vingi tu ambavyo washafanyiana. Kwa hiyo time hii hapa inavyoonekana baada ya kufanya maamuzi ya kufashana pete tena tarehe 29 ya mwezi Disemba, inavyoonekana mwaka huu mwaka huu wa mwaka 2026 basi unaweza kuja kuwa mwaka mageuzi katika mahusiano yao. Pengine tunaweza tukasikia tukapata kuja kuona ndoa ikiwahusu wawili hao wawili. Bado tujue ndoa gani ambayo itafungwa hapo, lakini kama unavyojua bibi Kajala ni Mkristo, lakini vile vile Rajabu mwenyewe Harmonize ni Muislamu pure upande wa baba na mama kote, lakini vile kwa upande wa mwanamke pia baba na mama wote ni Wakristo. Kwa hiyo vitu fulani ambavyo tunakaa tunasikilizia, je, mwanaume atakubali kwenda kumfuata Kajala kwa dini yake kwa sababu amempenda, au la Kajala atakubali kumfuata Harmonize kwa sababu amempenda? Lakini kwa haraka katika maisha ambayo tuko nayo hapa kisheria bwana, mtu hakika huwa anaga dini hapa kwetu sisi Tanzania, kama anaweza akawa Muislamu, Mkristo, yeye tu anavyotaka, kutokana na mtu ambaye atakaye kuja kumuona wamependana vipi, wameidiana vipi, basi hivyo vitu vinakuwa ni simple kabisa. Anyway, ngoja nikusomee ka ujumbe kadogo ambako wamekaandika hapa Harmonize. Bwana Harmonize amepata kufunguka na kuandika kwamba najua kuna baadhi ambao wasiopenda penzi letu wameshtuka sana baada ya kutuona pamoja tena. Niwaambie tu, huu ndio mwanzo, yajayo yanafurahisha. Ni ujumbe ambao ameutuma moja kwa moja. Ukiuona hapo au ukiusikia utajua kabisa huu umekuwa dedicated kwa watu ambao hawapendi mahusiano yao wao wawili kati ya Harmonize pamoja na Kajala, lakini kuna watu ambao wamekuwa wakijifanya wanapenda, lakini kumbe mioyoni mwao wanachukia. Kwa hiyo wote wamejumuishwa katika huo ujumbe, na yajawa anakuambia yanafurahisha. Ni yapi hayo? Je, ni haya ambayo nimekuwa nikihisi pengine ni ndoa inakuja? Je, unadhani katika kama ndoa inakuja, hiyo ndoa inaweza kaja kuwa ndoa ina gani hapa kwetu? Sababu ukifuatilia katika penzi lao watu wamekuwa wakifuatiliwa sana. Yaani Harmonize na Kajala wakiwa katika mahusiano yao yanakuwa yako ya kuzungumzika sana mtandaoni, watu wamekuwa wakipenda kufuatilia mno, tofauti na mahusiano mengine ambayo yamepita kama Harmonize na Posh Queen, Harmonize na wengine wengi aliyodate nao hapo nyuma, au mapenzi ya Kajala na vijana au baba wengine ambao wamedate nao hapo nyuma. Kwa hiyo ni penzi fulani au ni mahusiano fulani ambayo yanakuwa very serious na watu wanakuwa wanafurahia huko mtandaoni sana. Sasa sijui sababu ya wao kufurahiwa mtandaoni ndio sababu ya kuto pia penzi lao kudumu,
au kuna vitu fulani fulani ambavyo ni kawaida pia katika mahusiano, hata kumtani tumeona watu wakipitia. Kwa hiyo ni hayo ndugu zanguni, tukae tusubiri kama inaweza ikawa vile ambavyo ipo, au pengine ni masuala fulani ya kiki au kujaribu kutaka kuzima mambo fulani hivi yanayoendelea mjini kwa sasa. Kama unajua sasa hizi wanaharakati wamekuwa ni wengi wakizungumza mengi, lakini wengine wakionekana wanazungumza ukweli, lakini serikali pia imekuwa ikishambuliwa na baadhi ya wanaharakati ambao hawana adabu na serikali yao. Kwa hiyo pengine imekuja kuamsha fulani kwamba watu they don't have to be concentrated kwenye mambo ambayo yanakuwa yanavunjia heshima serikali yetu, wache wawe concentrated na kwenye masuala haya ya mahusiano. Na kama unajua wabongo wengi wanapenda masuala ya umbea. Kwa kipindi cha miaka hapo nyuma walikuwa ni watu wa kupenda udaku sana 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 sana, lakini kwa sasa hivi kidogo kuna changes fulani ambazo zimekuwa zikionekana, which is katika swala maendeleo ya nchi inakuwa ni nzuri, lakini katika upande fulani pia inabidi tuwe kuna muda wa kuwa fun, kuna muda wa kuwa serious, lazima tujue kutenganisha huo muda. Lakini wabongo tulikuwa ni watu ambao hatujui kutenganisha muda huo serious, muda huo wa matano. By the way, nikushukuru sana kwa ndugu yangu ambaye umekuwa na mimi sambamba kabisa toka Fet Media inaanza mpaka hapa tupofikia. Mengi makubwa atakuja hapa Fet Media, promise you never let you down and never break your heart. Tuwe pamoja hapa Fet Media kwa ajili ya kuendelea kupashana habari moto moto. Unataka nini? Ungependa kuona nini hapa Fet Media? Basi usisite kutuandikia katika upande wa comment. Hapo ndio uwanja wako wa kutamba kabisa ndugu yangu. Tuandikie unataka nini ukiona hapa Fet Media, au unataka tukamoji nani au unataka pengine kitu gani? Yani wewe zungumza katika upande huo, au pengine mdau wa mikasa umeimisi wewe tuambie pia, basi moja kwa moja tutalifanyia kazi na kuletea kile kitu ambacho umekuwa ukikiwish kwa muda mrefu ukipata hapa Fet Media. Subscribe, turn on notification, ndio kitu muhimu, ndio watu muhimu sana ambao wanapenda kuwashauri sana watu, kwa sababu unapokuwa umesubscribe na kutana on notification kwa chochote ama lolote, update mbalimbali, breaking news, unakuwa mtu wa kwanza kabisa kuzipata hapa Fet Media. Kwa hakikisha umesha subscribe na kutana on notification, lakini usio mchoyo wa fadhila ukaendelea kuenjoy yourself wifi. Mwalike rafiki, jirani, yoyote ambaye unaona kabisa ana deserve kupata habari moto moto kutoka kwetu Fet Media, basi naye anakuja kujoin moja kwa moja. Tunakuwa group la watu ambao tunazidi kubadilika pamoja huku Fet Media. Kwa mambo ni haya ndugu yangu, cheleko hiyo tunasubiri tu kama ubani kama pete pale viapo vipite kanisani. Kwa hiyo watu wanasubiri sana, lakini pia kumekuwa na maswali binafsi watu wakajiuliza, je, kama Harmonize na Kajala wakawana kakana ndani, Harmonize tujue tu kwamba ana binti mtoto mdogo yule lakini vile vile kwa upande wa Kajala ana binti mkubwa pamoja na mjukuu. Je, Kajala atakubali au watakubaliana hao watu kuzaa yani kuzaa mtoto ambaye ataonekana ni mtoto wa Kajala na Harmonize? Na unadhani mtoto atakuwa katika hali gani? Sababu mama superstar, baba superstar. Je, kutakuwa na uwezo wote ule au Kajala atambania kutokana na mazingira alikuwa nayo sasa hivi ni kama bibi na mama mwenye binti mkubwa ambaye binti yake inaweza nikasema bado anadai ile mjukuu wake kulelewa na bibi mtu. Kwa mambo ndo kama ndugu zangu, ni ngoja tukae tusikilizie liwalo na liwe, kama alivyotuambia Harmonize kwamba yajayo na furahisha, basi tuyasubiri tuone ni ya kufurahisha au ya kukera.